Adhana Allahu minna wa iyyakum minan nar. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo tunaendelea tena na majlisi yetu tukiwa na somo ambalo linasema a'rifin nasa taslam, wajue binadamu, wajue watu, utasalimika. Ndugu zangu, tumechagua somo letu la leo liwe ni a'rifin nasa taslam, wafahamu watu utasalimika, ili kuweza kutazama namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba wanadamu, tabia zao, mwenendo wao na maisha yao kwa ujumla. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika maisha ambayo yamejaa mitihani ndani yake, maisha ambayo yana changamoto ndani yake. Lakini pia usitarajie wanadamu wote kwenye maisha yako kwamba wanaweza kuwa wema, kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba wanadamu. Wameumbwa katika tabu. Wanadamu ni viumbe wa tabu, wana matatizo chungu mzima. Ndiyo aya hiyo Mwenyezi Mungu anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Wanadamu wana shida. Kwa hiyo kutokana na aya hiyo tukaamua somo letu la leo liwe a'rifin nasa taslam, wafahamu binadamu, utaweza kuishi salama murtahan, utaishi vizuri katika maisha yako. Lakini usipowajua wanadamu utapata shida kwenye maisha yako. Na Mwenyezi Mungu katika nyingine anasema, khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa katika hali ya udhaifu. Katika moja ya viumbe ambao ni dhaifu ni wanadamu. Khuliqal insan dhaifan, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya udhaifu uliokuwa mkubwa sana. Kwa hiyo ukiwafahamu wanadamu katika lugha nyingine, ndio umeyafahamu maisha. Ukiwafahamu binadamu kwa hakika unakuwa umeyafahamu maisha. Na usipowafahamu wanadamu kwa hakika utapata tabu sana katika maisha yako, kwa sababu hujawajua wanadamu ni viumbe wa aina gani. Kwa hiyo leo tumechagua kuelezea arifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, kwa hakika utasalimika sana katika maisha yako. Sayyiduna Musa alayhi salam, yeye Mwenyezi Mungu anamuita ndani ya Qur'ani kuwa ni msemezwa. Wa kallama Allahu Musa taklima, Musa alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miongoni mwa siku Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo kadha wa kadha. Lakini katika miongoni mwa mambo aliyokwenda nayo Musa alayhi salam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alikwenda kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu, najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu ninakuomba mimi unikinge, uniokoe kutokana na maneno ya wanadamu. Musa alayhi salamu alikwenda kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Musa alikuwa anaongea na Allah na yeye ni mtume ambaye alitumwa kwa Banu Israili, Mwenyezi Mungu anasema, wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura. Na aya zimeendelea mbele, lakini Mwenyezi Mungu anathibitisha ya kwamba Musa ni mtu aliyetumwa kwenda kwa Banu Israili.
na alipewa kitabu kinaitwa Taurati kuwapelekea Banu Israili. Lakini juu ya kwamba Musa alikuwa ni mtume wa Allah, bado Banu Israili walimshughulisha kwa maneno. Banu Israili walimshughulisha kwa vitimbwi, wakawa wanamshughulisha sana Musa. Na Musa katika miongoni mwa madhaifu yake alioumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni mtu ambaye haraka sana anawahi kupaniki Musa. Mwenyezi Mungu alimpa kigugumizi, na watu wenye kigugumizi mara nyingi wanakuwa wana hasira za karibu sana, na Musa alayhi salamu Mwenyezi Mungu alimuumba hivyo. Sasa ilikuwa inafika kipindi wale Banu Israili walikuwa wanamuudhi Musa to the maximum level, yani ilikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa, mfano wake hakuna, mpaka Musa ilikuwa anajazibika, anakasirika. Sasa siku moja akatoka, ndo akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya Rabb najini min alsinati nnas, Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge mimi kutokana na ndimi za watu wasiniongelee vibaya. Mwenyezi Mungu akamjibu Musa akamwambia, ya Musa ana lam aj'al dhalika li nafsi, ewe Musa, hakika ya hayo unayosema wewe ni yafanye kwako sikuyafanya katika nafsi yangu mimi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa aj'aluhu lak, vipi nitaweza kuyafanya hayo yawe katika maisha yako? Yani Mwenyezi Mungu alikuwa anamaanisha kwamba ikiwa mimi Mwenyezi Mungu niliowaumba wanadamu na bado wananisema, itakuwaje wewe Musa unayetaka wanadamu wasikuseme kitu ambacho hakiwezekani? Kwa hiyo Musa alayhi salam alikwenda kwa Allah kumlalamikia kuhusu wanadamu. Lakini lau kama ukiwafahamu wanadamu, inakuwa haiwezi kukupa shida kwenye maisha yako. Wanadamu wakiwa wanaongea, wanadamu wakiwa wanakusema, wanadamu wakiwa wanafanya vitimbwi, wanadamu wakiwa wanafanya usda, linakuwa halikupi shida kwa sababu tayari unawajua. Mtu mmoja aliwahi kusema, mwanafalsafa mmoja, allamatni alhayatu, maisha yamenifundisha mimi, anna anwa'i nnasi thalathatun, wanadamu kwenye maisha hawa wako aina tatu. Ukiwa unaishi kwenye maisha yako, hili liweke sana kwenye akili yako, anna anwa'a nnasi thalathatun, wanadamu hawa unavyowaona wapo katika makundi matatu. Kundi la kwanza akasema, nasun kalhawa la yumkinu al-istighna'u anhum abada, huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili akasema, nasun kaddawai tahtajun ilayhim ahyanan, huyo ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu akasema, nasun kaddai la targhabu fi wujudihim abada, huyo ni mtu wa tatu. Wanadamu hawa kwa maelezo yake akasema, nasun kalhawai, kuna wanadamu hawa wapo kama hewa, kama unavyoona upepo, la yumkinu al-istighna'u anhum abada, bila wao inakuwa haiwezekani kwenye maisha. Kuna wanadamu kama hewa, mwanadamu lazima avute hewa kwenye maisha yake. Sasa bila wanadamu hao kwenye maisha yako uwezi. Kuna wanadamu wako hivyo kwenye maisha, yani wao wanakuwa ni msaada kwenye maisha yako. Na kisha akasema, nasun kaddawa, na kuna wanadamu kama unavyoona dawa, tahtajun ilayhim ahyanan, kuna baadhi ya nyakati unahitaji dawa, na ndivyo kuna baadhi ya wanadamu, kuna baadhi ya wakati unawahitaji. Lakini mtu wa aina ya tatu akasema, nasun kaddai, na kuna binadamu hao kama unavyoona maradhi, la targhab fi wujudihim abada, yani hao utamani kwenye maisha yako wawepo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna wanadamu wapo kama hewa unawahitaji, na kuna wanadamu wapo kama dawa, ukiumwa unawahitaji, na kuna wanadamu hao wapo kama ugonjwa. Hakuna mtu ambaye anatamani ugonjwa kwenye maisha yake, na wanadamu wako hivyo kwenye maisha ya mwanadamu. Na kanuni ya wanadamu ilivyo, wanasema kama vile unavyoona i'rab, kama unavyoona kwenye Qur'ani au kwenye maandishi ya Kiarabu, kuna baadhi ya maneno yamekuja yanahitaji uweke dhumma. Ikiwa ni fa'il lazima awe na dhumma, lile neno litakuwa na dhumma, lile jina litakuwa na dhumma.
Ikiwa pengine yule mtu anakuwa ni mafuul, anakuwa ndio mtendewa, basi kwenye lile neno itakuwa ni mansub, lazima kuwe na fatha. Na kwenye maisha ndio hivyo hivyo, kuna wa binadamu lazima uwekee dhumma, kuna binadamu lazima uwekee fatha, kuna binadamu lazima wawe na kasri kwa sababu wanakuwa ni majrur. Kwa hiyo wanadamu wametofautiana kwenye maisha. Kuna wanadamu tunaowahitaji, bila wao haiwezekani maisha yetu kwenda, na kuna wanadamu vile vile hatuwahitaji kama unavyoona ugonjwa. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowagawa wanadamu. Kwa hiyo mwanafalsafa huyu akasema anna anwa'a an-nas thalathatun, aina za watu kwenye maisha zipo za aina tatu. Lazima ujue, sio kila mtu kwenye maisha atafaa. Hapana, kuna baadhi ya watu kwenye maisha hawafai. Kuna baadhi ya watu kwenye maisha hatuwahitaji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu, wao wapo kwenye maisha yetu. Lakini kuna wanadamu ambao tunawahitaji kwenye maisha yetu, bila wao haiwezekani. Na kuna wanadamu ambao hatutamani kabisa hata kukutana nao kwenye maisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndio ameshawaumba. Ndio maana siku moja Sayyiduna Ali katika moja ya maneno yake aliwahi kusema, thalathatun la budda an tastaqirra fi dhinik, mambo matatu ukiwa unaishi kwenye maisha yako hakikisha unayaweka kwenye akili, unatembea nayo. Jambo la kwanza akasema, la najata min almaut, hakuna mtu ambaye anaweza kuepukana na kifo. Na mtu wa pili akasema, jambo la pili akasema, la salamata min kalamin nas, ukiwa unaishi kwenye maisha yako hakikisha ya kwamba unatembea kwenye akili yako, unajua kwamba huwezi kuepukana na maneno ya wanadamu. Ili jambo lazima uliweke kwenye akili yako. Na jambo la tatu akasema, la rahata fi dunya, duniani hapa hakuna starehe. Namna utakavyoishi kwenye maisha yako itakuwa ni tabu tu. Ukiwa ni mwema itakuwa ni tabu, ukiwa mbaya itakuwa ni tabu. Yani duniani hapa hakuna starehe, hakuna kuenjoy katika maisha ya mwanadamu. Ukiwa mzuri wanadamu watakusema, la salamata min kalamin nas, hakuna kuepukana na maneno ya wanadamu. Kwa hiyo wanadamu kwenye maisha, anna anwa'a an-nasi thalathatun, wanadamu hawa wapo katika makundi ya aina tatu, lazima ulijue katika maisha yako. Lakini al-Imam Shafi'i katika kuelezea wanadamu siku moja aliwahi kusema, yaqulu al-Imam Shafi'i, al-Imam Shafi'i anasema, man yadhunnu annahu yaslamu min kalami nnasi fahuwa majnun, yule ambaye anadhani ya kwamba ataepukika na maneno ya wanadamu, mtu huyo atakuwa ni mwenda wazimu. Imam Shafi anasema hivyo. Yule ambaye anayedhani kwamba kwenye maisha yake ataepukana na maneno ya wanadamu, mtu huyo atakuwa ni mwenda wazimu. Wewe ukiwa unafanya jambo kwenye maisha yako kisha ukaamini kwamba wanadamu wote watakupenda, wanadamu wote watakusifia, wanadamu wote watakusema kwa mazuri, wewe utakuwa ni mwenda wazimu, akili zako hazipo sawa. Ndio al-Imam Shafi anasema, man yadhunnu annahu yaslamu min kalami nnas fahuwa majnun, yule ambaye anayedhani ya kwamba ataepukana na maneno ya wanadamu, mtu huyu atakuwa ni mwenda wazimu. Kisha akasema, qalu anillahi thalithu thalatha, kuna watu walimsema Mungu kwamba miungu iko watatu. Yani kuna watu wana Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna watu wamemweka Mungu ana utatu, watu wamemsema Mungu Allah subhanahu wa ta'ala na utatu. Waqalu, na kuna baadhi ya watu wamesema kwenye dunia hii, an habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahirun, wamemsema mtume kwamba alikuwa ni mchawi, majnunun, alikuwa ni mwenda wazimu. Kuna watu walipita huko nyuma walimsema mtume kuwa ni mchawi. Kuna watu walipita huko nyuma walimsema mtume kuwa ni mwenda wazimu. Sasa ikiwa mtume alisemwa, we unadhani utasalimika na maneno ya wanadamu? Kwa hiyo ukiwa unaishi kwenye maisha yako kisha ukadhani kwamba watu wote wakuseme vizuri, we utakuwa mwenda wazimu. Kama kulikuwa na mwanadamu anapaswa aseme vizuri, watu wamzungumze vizuri, alikuwa ni Mtume Muhammad. Lakini al-Imam Shafi anasema ilifika hatua watu walimuita mchawi, ilifika hatua watu walimuita mwenda wazimu. Haya, wewe nani usisemwe?
Haya, we nani usitukanwe? We nani watu wasikutete? Au ndio wanadamu? Ikiwa watu wamemsema mtume, we ni nani mpaka usisemu? Kisha alimamu Shafi akasema, fama dhannuka biman huwa dunahuma, wewe unadhani kwenye maisha yako, alimamu Shafi anasema, wewe unadhani kwenye maisha yako mtu ambaye yuko chini yako daraja lao litakuwa ni lipi? Kisha alimamu Shafi akasema, fakalamu nnasi mithlu sukhur, maneno ya wanadamu kama unavyoona mfano wa jiwe au mawe. Kadri ya wanadamu wanavyozungumza, kuna mawili, uyatumie mawe yale kujengea ama uyatumie mawe yale kupandia mahala ya kufikishe katika daraja aina fulani. Kwa hiyo kuna baadhi ya wakati wanadamu wakiwa wanaongea, inawezekana ikawa ndio sababu ya wewe kufika kwenye daraja aina fulani. Al-Imamu Shafi anasema, fakalamu nnas mithlu sukhur, maneno ya wanadamu mfano kama unavyoona mawe yale. Sasa utakhiari mwenyewe, uyachukue yale mawe ujengee, uyachukue yale mawe upandie uelekee sehemu nyingine, au yale mawe ya kudhoofisha ya kuue. Kwa sababu ukiyazingatia maneno ya wanadamu mfano wa mawe yatakuua, lakini ukiyachukua kama ni fursa, kama ni somo, yatakusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo alimamu Shafi hapa anatanabaisha ya kwamba kwenye maisha yako ukiwa unaishi, jua ya kwamba kuna baadhi ya watu watakusema tu, kuna baadhi ya watu watakuzungumza vibaya, mama utakavyokuwa. Ukiwa mzuri watakusema, ukiwa mbaya watakusema, vyovyote vile. Wanadamu katika maisha yao wameungwa kusema na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu yangu Muislamu, a'rifi nnasa taslam, wafahamu wanadamu uweze kusalimika na maisha yako. Usipowafahamu wanadamu utapata tabu sana kwenye maisha, kwa sababu wanadamu ndio wanadamu kwa namna walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wanawachuoni wanatufundisha ya kwamba namna unavyoishi na wanadamu, tambua ya kwamba wanaweza kukuhusudu kwenye maisha yako. Ukiwa unaishi, wanadamu wanaweza kukuhusudu. Yani unaweza ukawa na jambo, usidhani kwamba jambo lile kila mmoja atapenda wewe kuwa nalo. Unaweza kuwa na watoto, ukadhani kwamba watu wote wanapenda wewe kuwa na watoto. La, hakuna wanadamu wote wanaopenda kwamba wewe na watoto. Kuna wanadamu wanachukia wewe kuwa na watoto. Inawezekana wewe una gari, usidhani kwamba watu wote wanafurahia wewe kuwa na gari. La, hakuna kitu kama hiko. Usijione wewe pengine una nyumba ukadhani watu wote wanafurahia, ukawa unaposti kwenye mitandao, unaweka kwenye status, unaweka hivi ukadhani watu wote wanafurahia. La, wanadamu kwa kawaida huwa hawafurahii wote mafanikio yako. Kamwe haijawahi kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Yusuf alayhi salam ndugu zake wanamhusudu Yusuf alayhi salam, ndugu zake wa kuzaliwa naye wanamhusudu Yusuf alayhi salam, unadhani wewe kwenye maisha yako na yale mafanikio yako uliyokuwa nayo wanadamu wenzio watashindwa kukuhusudu? Ni jambo ambalo haliwezekani. Ukiwa unaishi kwenye maisha yako, jua ya kwamba kile ulichokuwa nacho kuna watu wanafurahia na kuna watu vile vile hawafurahii kile ulichokuwa nacho. Kwa hiyo unapocheka na watu, unapozungumza na watu, hilo likae kwenye akili yako. Ujue kabisa hawa watu ninaocheka nao, kuna vitu ambavyo kwangu hawapendi wao mimi kuwa navyo. Ndio wanadamu walivyo. Hata ndugu zako wa kuzaliwa, hata ndugu zako kwenye familia, hata ndugu zako kwenye ukoo, usidhani ya kwamba wanafurahia kila kitu. Hapana. Mtu mmoja aliwahi kusema kanuni ya maisha mwanadamu ilivyo, anapenda ufanikiwe lakini sio kumzidi yeye. Mwanadamu alivyo kwenye maisha yake, anapenda ufanikiwe lakini sio kumzidi yeye. Anayependa wewe ufanikiwe kumzidi ni baba yako na mama yako. Yaani baba yako ukimzidi utajiri ajisikii vibaya, ukimzidi elimu ndiyo furaha yake, na mama yako hivyo hivyo. Lakini rafiki yako, jirani yako, wanadamu wenzio, hata ndugu zako wengine, yaani kuna baadhi ya sehemu wamekuweka, ukiwazidi hapo wanaanza kukuchukia. The same vile vile kwenye nafasi hizi, vyeo. Leo inawezekana rafiki yako ukawa una cheo akawa rafiki yako wa karibu sana. Siku ukiwa na cheo
unashangaa rafiki yako yule yule anaanza kukuhusudu, anaanza kuchukia kwa nini una cheo. Yani anapenda ufanikiwe, lakini sio kumzidi yeye. Lakini ajabu ya wanadamu ilivyo ni kwamba wakati wewe una shida, mna haso pamoja, mnahangaika pamoja, mnatafuta pamoja, kwake yeye wala haimpi tabu kwenye maisha yake, haimpi tabu. Lakini siku utakayofanikiwa wewe kutoka pale ulipokuwepo ukasogea ukamuacha mahala, basi ujue kuna adui mwingine umemzalisha kwenye maisha yako. Yule rafiki yako mliokuwa mnasota wote yule, ukimwacha mahala wewe ukasogea kidogo, ujue yule naye anakuwa adui kwenye maisha yako. Mara nyingi watu wengi wanaofanywa husda na uadui sio na watu ambao wanaotoka mbali, bali ni wale watu ambao wanaowajua na watu wa karibu. Yusuf alayhi salamu hakufanywa husda na watu waliotoka mbali, kwa sababu walikuwa hawamjui Yusuf na wala walikuwa hawajui yale ambayo Yusuf aliyokuwa nayo. Lakini kwa nini Yusuf alihusudiwa? Ni kwa sababu wale walimjua Yusuf ni kitu gani anacho, ndio maana wakamhusudu. Kwa hiyo anayefanya husda huwa hatoki mbali, rafiki yako au ndugu yako wa karibu, ni mtu ambaye anakujua. Kwa hiyo ukiwa unaishi kwenye maisha yako, usidhani watu wote watapenda uliokuwa nayo. Na ndio unaona kuna baadhi ya watu wanapata shida kwenye maisha. Mbona huyu ananichukia? Mbona mimi sijamkosea chochote? Mbona mimi sina shida naye? Mfumo wa maisha aliyouweka Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wanadamu hawawezi kukupenda wote. Mfumo aliouweka Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna wanadamu hawawezi kukupenda wote, haiwezekani na haitokuja kutokea kwenye maisha yako. Lazima watokee watu ambao watakao kuchukia from nowhere, huku wakosea chochote watakuchukia tu. Kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kawaida ya watu huchukia wanadamu wenzao kwa sababu ambazo watu wamekuwa nazo toka udogoni. Yani mtu amekuwa toka udogoni, kuna baadhi ya vitu anachukia. Mfano, udogoni kwako kama ilikuwa utaki kula, kisha anachukuliwa mtu mmoja mwenye sura mbaya, pengine ni mweusi kama mimi, kisha unakuja unatishiwa, anakutisha ndo unakula. Ukiwa mkubwa watu weusi unakuwa unawachukia. Yani elimu ya psychology inasema hivyo. Ikiwa wakati wa udogoni kwako ilikuwa ukimuona mtu pengine ana macho makubwa unaogopa, basi ukiwa mtu mzima baadaye kila aliyekuwa na macho makubwa unakuwa unamchukia. Ndo ile nadharia moja inakuja kwamba huyu bwana mimi simpendi. Kwa nini umpendi? Mimi simpendi tu, sina sababu naye. Watu wa elimu ya psychology wanasema wewe toka udogoni kwako ulikuwa watu aina hiyo uwapendi. Kwa hiyo hakuna mwanadamu anayeweza kukupenda, yani kila mwanadamu akupenda haiwezekani. Kuna watu lazima watakuchukia tu. Ndio ile mtu, kwa nini umpendi? Mimi simpendi tu, imetokea mimi mtu huyu simpendi tu. Ndio maana unaona hata misikitini humu kuna baadhi ya wakati mtu anamchukia mwenzie bila sababu. Kakukosea nini? Bwana mimi simpendi tu ule bwana. Kakufanya nini? Umegombana naye? Kakutukana? Hapana, mimi simpendi tu. Yani huwa inatokea hivyo kwa wanadamu. Hivyo ndivyo walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kwenye maisha yako usitarajie kwamba watu wote watakupenda. Kwa hiyo hata ukiwa unaposti mafanikio yako, ukae ukijua kwamba kuna watu hawapendi, kuna watu wanachukia hilo jambo. Pengine wewe unakaa una furaha na maisha yako, unafurahia, pengine unacheka, wanao wanakwenda shule mashallah, wana akili darasani, usije ukaa unachukua matokeo unaposti kwenye mtandao, mwanangu kapata A. Kuna watu hawapendi huku brother. Kuna watu wanachukia kwa nini mtoto wa fulani kapata A. Ndio unapoona pale watu wengine wanakuwa wachawi. Yani mchawi huwa hapendi kukuona wewe ukiwa na hali ya aina fulani. Na mchawi sio lazima awe na vitendea kazi. Mwingine anadhani ni ule ambaye anakwenda kuroga usiku au anapaa. Yani kila kitendo cha mtu kuhusudu neema ya mtu mwingine nao pia ni uchawi. Kitendo cha mtu kumfanyia mtu husda, pengine akamuona anakula vizuri, mtoto wake anapata yeye kitendo cha kuchukia kwenye nafsi, ule nao ni uchawi. Kwa sababu husda ni uchawi. Inakuwa ni kama vile kijicho, unamuonea kijicho mtoto mwenzio kwa nini anapata A. Kwa hiyo ukiwa na mafanikio usipende kuposti kwenye mitandao. Kuna baadhi ya watu wanapenda kuposti kila kitu kwenye mitandao. Mtu kanunua gari nzuri anaposti kwenye mtandao. Ana mtoto wake
ile toto limekuwa nene kidogo, analiposti kwenye mtandao, oh mashallah mtoto wangu mnene. Pengine mtoto akapata yeye, anachukua mitihani anaweka kwenye status kwenye mtandao. Kuna watu hawapendi kuona ile, wakipenda wanakuwa na kijicho. Pengine aende kufanya uchawi, lakini kile kitendo cha kuchukia tu inakuwa ni kijicho. Unaanza kushangaa mtoto wako alikuwa akipata 50 under 50 anaanza kupata 49, mara anaanza kupata 45, mara 30, mara 10, mara 5, mara kadarasani anakuwa anasinzia hivi muda wote. Mwalimu anafundisha yeye anasinzia, kijicho kishampata tayari. Kwa sababu ulikuwa na kanuni ya kuposti kila kitu cha mwanao kwenye mtandao, watu wamemwekea kijicho. Kwa hiyo watu hawapendi kila kitu kwenye maisha yako. A'rifin nasa taslam, wafahamu binadamu utasalimika kwenye maisha yako. Lakini usipowafahamu wanadamu utaamini watu wote wanakupenda kwenye maisha. Hapana. Hata ukiwa imamu au ukiwa shekhi, ukiwa kiongozi, usitarajie kwamba wale wote unaowaongoza watakupenda. Haiwezekani. Haiwezekani kwenye maisha. Unaweza ukawa ni shekhi, wewe ni dai mzuri, unaweza ukawa ni shekhi wa wilaya, ukawa ni shekhi wa mkoa, inatokea mtu akupendi tu. Bwana wewe kwa nini umpendi huyu, kakukosea nini? Mimi simpendi tu wewe bwana. Yaani huwa inatokea hivyo. Imamu huyu mimi simpendi tu. Kwa nini umpendi? Sina sababu. Hao ndio wanadamu walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wakati fulani kuchukia kile kitu alichopewa mwenzio na Allah subhanahu wa ta'ala, kule nako ni kumkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchukia kile alichopewa mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, kule nako ni kumkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua kuna baadhi ya wakati kuna mtu anaweza akawa amepewa kitu fulani na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kwa mtazamo wako wa kibinadamu unaweza ukaona kama astahili kile kitu yule mtu kuwa nacho. Pengine kapewa uongozi fulani, pengine ni mjumbe wa nyumba 10, ukaona hivi kwa nini huyu kama mjumbe wa nyumba 10 watu wote hawajawaona? Yule amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio anampa mtakaye na anamnyima mtakaye. Siku moja niliwahi kutoa mfano, kuna baadhi ya watu wanaona watu wengine, yani yule naye kawashe, mbona fulani ana elimu gani yule, mbona yule ana daraja fulani, mbona ana cheo fulani. Mwenyezi Mungu ndio kataka yule awe vile. Kuna watu wana elimu mpaka zinamwagika, lakini Mwenyezi Mungu hajawapa hiyo manzili, hajawapa hiyo nafasi. Kwa hiyo kuna baadhi ya wakati Mwenyezi Mungu anaamua tukumpa mtu, Allah subhanahu wa ta'ala ameamua anampa mtu daraja aina fulani. Liman bata li hasidan, Al-Imam Shafi'i aliwahi kusema, mwambie yule ambaye usiku anakesha hali ya kuwa anafanya husda juu yangu. Yani kuna mtu anaweza akawa analala usiku anafanya husda juu yako. Al-Imam Shafi'i anasema, atadri ala man asa'at al-adab, hivi unajua yule ambaye unamkosea adabu? We unakesha unachukia kwamba kwa nini fulani kapewa kitu fulani, usiku ulali, inakuuma moyo, unachukia katika nafsi, kwa nini huyu kapewa hiki, kwa nini kapewa watoto, kwa nini kapewa mali, kwa nini kapewa uongozi, kwa nini wanaheshimika, unaumia katika nafsi. Al-Imam Shafi anasema, atadri ala man asa'at al-adab, hivi unajua yule ambaye unamkosea adabu? Al-Imam Shafi anasema, asata ala Allah fi hukmihi, unayemkosea adabu ni Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhukumu kwake. Namna alivyogawa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajua kwamba huyu atakuwa hapa, huyu atakuwa hivi, huyu atakuwa hivi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua. Usimuone mtu fulani kawa mahala fulani ukawa unaumia. Ukiumia maana yake unamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiumia fulani kwa mahala fulani unamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiumia kwa nini fulani kapewa kitu fulani, ana kitu fulani, unamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. A'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu utasalimika kwenye maisha yako. Kuna wanadamu wanakuwa na husda tu kwenye maisha yao, mtu anachukia tu, hana sababu ya msingi, lakini bila kutambua kwamba anayegawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika moja ya changamoto alizokuwa anakutana nazo ni changamoto za wanadamu. Walikuwa wakimfanyia vitimbwi mtume wanadamu hao, namna walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Mtume walikuwa wanamuita as-sadiqul amin, mtume walikuwa wanamuita mkweli muaminifu. Walimpenda kweli kweli na walikuwa wanamuamini kweli kweli. Lakini mtume alipoenda kuambia jamani, ana rasulullah, mimi ni mjumbe wa Allah, wanadamu wale wale wakaanza kumchukia bwana mtume Muhammad, wakaanza kumuita mchawi, wakaanza kumuita mwenda wazimu, wakaanza kumuita kadha, wakaanza kuchukua vinyesi wakaenda kumwekea mlangoni, mizigo ya miba, matumbo ya ngamia aliyooza. Mtume ambaye waliokuwa wanamuamini, wanadamu wale wale leo wamegeuka tena. Kwa hiyo wanadamu kwenye maisha walivyo ni kwamba wana kiwango fulani wamekuweka, ukivuka kiwango hiko wanadamu wanakuchukia. Kwa hiyo mtume kwenye maisha yake naye alikutana na changamoto za wanadamu. Ndio maana mwanafalsafa akasema, a'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu utasalimika sana kwenye maisha yako. Namna utakavyowajua wanadamu, utajua namna ya kuishi nao. Unajua huyu ana tabia aina fulani, niishi naye hivi. Huyu ana tabia ya kususa, huyu ana tabia ya chuki, huyu ana tabia kadha. Yani usije ukasema nihamie mahala fulani ni wahame wanadamu, ukienda kule nako unakutana nao hao hao. Siku moja niliwahi kuambia watu, al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi katika ile surati An-Nas, Mwenyezi Mungu aliposema kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mwenyezi Mungu amewataja watu mara 6, annas 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 annas, mara 6. Mwenyezi Mungu alikuwa na maana kubwa sana. Mwenyezi Mungu alikuwa na maana ya kwamba watu ndio watu. Ukiwahama Kinondoni ukasema hapa bwana watu wa Kinondoni wana majungu, nihamie Tandale, kule nako utakutana na watu. Ukihama Tandale ukienda Kigoma, kule nako kuna watu. Yani annas annas annas, kila utakapokwenda duniani utakutana na wanadamu. Na wanadamu utakaokutana nao usidhani wote watakukubali, haiwezekani. Kwa hiyo unapakwenda, a'rifin nasa taslam, unachotakiwa kujua wewe na cha kufanya ni kuwafahamu wale wanadamu ili uweze kusalimika na vitimbwi vyao. Na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo mtume katufundisha, ukitaka kuishi vizuri na wanadamu mahala popote ukienda, kwanza jua maisha ya wale watu, fahamu maisha ya wale watu, fahamu culture yao, tabia zao wale watu. Katika miongoni mwa asalibi da'wa, an ta'rifa ahwala an-nas fi tilka al-umma, ni kujua hali za watu. Wale watu wana tabia gani? Wale watu wana maisha ya aina gani? Yani unamjua huyu ana tabia aina fulani, huyu ana tabia ya kususa, huyu kazi yake majungu. Yani kama unavyoona ukiwa kiongozi, hata kama ukiwa imamu, sharti yake uwajue waumini wako, kwamba unajua huyu kazi yake majungu, yule kazi yake kugombanisha, yule kazi yake ni husda. Yani unawajua watu wako, na wale waumini wako nao wanakujua, kiongozi wetu bwana ana kasumba fulani, kiongozi wetu ana mapungufu fulani. Kwa hiyo ukiishi na watu hivyo unakuwa upati tabu na wale wanadamu. Lakini ikiwa unaishi wewe, mtu akikufanyia jambo unakasirika, kwa nini kanifanyia hivi, utakuwa bado hujawajua wanadamu. Wanadamu alivyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala kama adin, kama unavyoona madini, kuna almasi, kuna shaba, kuna fedha, kuna madini sio ya rubi, kuna madini, na wanadamu wako hivyo hivyo. Kila mmoja aliyekuwepo hapa na tabia yake. Kuna mwingine anagubu, yani jambo dogo ya gubu kashaanza kuongea anafanya. Kuna mwingine mpekepeke, akiona jambo mpaka alifuatilie wewe afanye hivi wewe. Yani binadamu wako hivyo. Kuna mwingine kazi yako kuchonganisha watu, wakiwa wanagombana yeye ndio furaha yake. Kuna mwingine kushusha heshima za watu. Yani kila mmoja Mwenyezi Mungu ana kitabia chake alichompa. Sharti wajue wanadamu. A'rifin nasa taslam, ukiwajua wanadamu utasalimika kwenye maisha yako, kwa sababu wanadamu wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni madhaifu mno. Khuliqal insan dhaifan, mwanadamu ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kiumbe ambaye dhaifu mno. Mwanadamu ni kiumbe dhaifu mno namna alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ana mapungufu mengi kwenye maisha yake.
Mwanadamu ana mambo mengi kwenye maisha yake. Usipomjua mwanadamu utapata shida. Na namna alivyotuumba Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana mie nikawa sijioni mapungufu yangu, lakini mtu mwingine akawa anayaona yale mapungufu yangu. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba. Wewe unaweza ukawa hujijui mapungufu yako, lakini kuna mtu mwingine akawa anakujua kwamba fulani ana tabia aina fulani. Wakati fulani sio rahisi mwanadamu kujijua mapungufu yake, ila watu wanamjua kwamba huyu ana mapungufu ya aina fulani. Sasa mwanadamu ukishamjua anakuwa hakupi tabu, lakini ukiwa hujawajua wanadamu watakupa shida kwenye maisha yako yote. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wanagombana na watu kila siku. Kwa nini? Huyu ana tabia fulani mimi siipendi, huyu ana tabia fulani mimi siipendi. Yani wanadamu walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja ana tabia yake, kila mmoja na mapungufu yake. Kwa hiyo ukitaka uishi wanadamu wote waishi kama unavyotaka wewe, utagombana na kila mtu kwenye maisha yako. Almuhimu a'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu kila mmoja kwa nafasi yake, ndio utaishi kwa kusalimika kwenye maisha yako. Na wanadamu walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uwakategorize wanadamu, lazima uwaeke kwenye mafungu, lazima kwamba huyu hapa kwa namna ninavyoishi naye yupo kwenye kundi la aina fulani, huyu hapo kwa namna ninavyomuona yupo kwenye kundi la watu wa aina fulani. Yani unawakategorize wale wanadamu. Ukiwaweka wote kwenye level moja watakusumbua, kwa sababu utataka waishi kama unavyotaka wewe, kitu ambacho kitakuwa hakiwezekani. Lakini ukiwakategorize kwamba hawa, huyu unamweka kwenye level ya chini, siku akifanya kosa unampa dharura, unajua huyu bwana ana weakness ya aina fulani, ushamkategorize muda mrefu. Ndio maana Mtume katika moja hadithi yake aliwahi kusema, a'dhar akhaka ila 70 marra, mpe dharura ndugu yako mpaka mara 70. Lakini ikiwa umemweka kwenye level ya aina fulani, akifanya kosa unajua huyu ana weakness ya aina fulani, hakupi shida, utamsame. Siku nyingine akikosea, huyu ana tabia fulani, ndio kawaida yake. Hivyo kwenye maisha. Kwa hiyo ukiwa umewagrade watu, umewaweka kwenye sampuli tofauti, hata mpunga, mchele ukiukoboa unasikia kuna supa, kuna chenga, sio kuna bwimbwi, kuna nini. Yani mchele nao watu wana ugrade. Na wanadamu vile vile lazima uagrade kwamba huyu yupo kwenye level fulani, huyu kwenye level ya aina fulani, huyu kwenye level ya aina fulani. Lakini sasa kwenye maisha yako jitahidi na wewe usiwe watu ambao wanakuweka kwenye level ya aina fulani. Siku moja Mufti London aliwahi kusema, kwenye maisha yako jitahidi sana usiwe kwenye kundi la watu wa kuvumiliwa. Yani isije kuwa kwenye maisha yako ukiingia mahala watu wanasema mvumilieni huyo. Yani maana yake watu wanakujua tabia zako kwamba we mnafiki, we mzandiki, mfitinishaji. Kwa hiyo ukienda mahala tu watu wote mvumilieni huyo. Jitahidi kwenye maisha yako usiwe kwenye kundi la watu wa aina hiyo. Kuwa kwenye kundi la watu wa kuvumilia watu. Yani wewe mtu huyu namvumilia. Usiwe kwenye kundi la watu wa kuvumiliwa, utaharibikiwa kwenye maisha. Kwa hiyo kwenye maisha haya wakati fulani lazima uwakategorize watu, unawaweka watu kwenye mafungu, wanakuwa hawakupi tabu. Ndio maana Mtume alikuwa anawajua masahaba zake. Kuna baadhi ya nyakati Mtume ilikuwa anafuatwa. Siku moja alimfuata Abu Dharr, akamwambia Mtume, mbona mimi unipi uongozi? Mbona unawatuma watu waende Shamu wanakuwa viongozi, wengine waende huko sijui Iraki, wengine waende wapi, wanakwenda kuwa viongozi. Mbona mimi unipi uongozi? Mtume akamwambia, araka dhaifan, wewe bwana ninakujua wewe ni dhaifu, wewe uwezi. Wewe uongozi uwezi, innaha amana, uongozi ni amana. Kwa nini Mtume kamjibu vile? Alimjibu vile Abu Dharr kwa sababu alikuwa anamjua. Kwa hiyo Mtume aliwakategorize watu. Kuna wakati Mtume alikuwa anawatuma masahaba, anamtuma sahaba nenda sehemu fulani, kisha anamuuliza, ukienda kule namna gani utafikisha da'wa? Utawaongoza vipi watu? Yule sahaba anaanza kumwambia kadha, nitafanya kadha, nitafanya kadha, nitafanya kadha. Mtume anamwambia nenda. Kwa sababu Mtume alikuwa anamjua huyu ana busara, huyu ana hekima, huyu mkali, huyu moyo wake mgumu. Mtume alikuwa anawajua masahaba zake. Kisha kila mmoja akamweka kwenye fungu lake. Ndio maana hata katika vita kuna baadhi ya wakati Mtume alikuwa anamteua mtu ndo anampa bendera kwamba wewe utakuwa ndio amiri jeshi katika msafara huu katika vita. Anaangalia katika masahaba zake kisha anamteua mmoja, wewe ndio utakuwa amiri jeshi katika msafara huu.
kwa sababu Mtume alikuwa anawajua masahaba zake. Hata watoto ukiwa nao nyumbani, sharti uwajue watoto wako kwamba huyu ana tabia fulani, huyu ana kasumba fulani, huyu ana hulka fulani, sharti uwajue. Usipowajua wanao, inaweza ikafika mahala wakakusumbua na wanaweza wakausudiana wenyewe kwa wenyewe. Unajua kabisa mwanangu huyu muaminifu, nikimpa hiki atampa mwenzie. Unajua huyu ana uaminifu, nikimpa huyu akifiki kwa huyu. Baba yake na Yusuf alayhi salam, ilifika hatua alipokwenda kusimuliwa ile ndoto na mwanawe Yusuf, akamwambia usiwahadithie ndugu zako hii ndoto, kwa sababu alikuwa anawajua wale watoto wake wengine kwamba wana roho za aina gani. Usiwasimulie kaka zako hii ndoto, fayakidu laka kaida, watakufanya vitimbi, kwa sababu alikuwa anawajua. Kwa hiyo hata watoto wako ukiwa nao nyumbani, sharti umjue mtoto wangu huyu mwaminifu, mtoto wangu huyu ana roho mbaya, mtoto wangu huyu ana roho nzuri, huyu mkarimu. Yani unajua namna ya kuishi nao. Ndivyo Mtume anavyotufundisha kwenye maisha ya kuishi na wanadamu. A'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utasalimika kwenye maisha yako. Hata ukiwa unasoma na mwenzio darasani, sharti umjue ana tabia aina gani. Unajua huyu mgomvi, huyu anapenda shari, huyu anapenda matusi. Yani unamjua kwamba huyu ana tabia aina fulani. Ukishamjua unajua namna ya kuishi naye. Ukiwa una mke, ukiwa una mume, sharti umjue. A'rifin nasa taslam, mfahamu mwanadamu, utaishi kwa kusalimika. Ukiwa unajua mume wangu anagubu, unakuwa unakaa naye makini. Jambo fulani nikifanya hapa, psychologically unakuwa ushajiandaa kwamba kinachofuatia hapa ni bubu, kwa sababu ushamjua mume wako. Kwa sababu kuna mwanaume mwingine ukizidisha chumvi tu, maneno yake 500 kidogo ndani ya nyumba. Kuna mwanaume mwingine ukizidisha pengine limao kwenye mboga tu, anaongea maneno hayo 1000 kidogo, kwa sababu anagubu. Kwa hiyo sharti umjue. Na kuna wanawake wengine unawajua, mke wangu bwana nikifanya jambo fulani ndani siku 3 tunalala mzungu wa 4. Sharti umjue mtu. Ukiishi kwa kumjua mwanadamu mwenzio, utaishi kwa kusalimika sana, kwa sababu unajua mapungufu yake. Ukishajua mapungufu yake, unampa dharura. A'dhar akhaka ila 70 marra, unampa dharura ndugu yako mpaka mara 70. Utaishi kwa amani, mustarehe katika dunia, na wala hutaona dhiki kwenye maisha yako kwamba kwa nini huyu kawa hivi, kwa nini huyu kapewa hiki, kwa nini huyu ana cheo hiki, kwa nini. Utopata shida kwenye maisha yako, kwa sababu unajua kwamba huyu kapewa na Allah, huyu ana mapungufu fulani, huyu ana tabia kadha, huyu ana kadha. Utaishi kwa amani kwenye maisha yako. Mitaani humu tunavyoishi, tunaishi na watu ambao wako negative sana. Tunaishi na watu ambao wako negative sana. Ukiwa mchafu, wanadamu wanaweza kukusema mtaani kwamba kwa nini wewe umekuwa mchafu. Jamaa mchafu kweli yule, wanakusema mtaani. Ukianza kupendeza, umevaa vizuri unanukia, jamaa bishoo kweli yule. Yani umekuwa bishoo kwa sababu unapendeza. Yani unaishi na watu, tambua kwamba unaishi na watu ambao wako negative. Chochote unachokifanya wanadamu wanaweza kuongea. Kama unavyoona mfano wa yule bwana aliyewahi kuwa na punda na mwanawe. Walipoingia mjini sokoni, watu wakaona yule punda wanamtembeza mtupu, hawajampanda yeye na mwanae. Jamaa anamtembeza punda wake yeye na mwanae. Watu wakaanza kusema, wale jamaa wa shamba hawajui kumtumia punda, walitakiwa wampande yule punda. Wanamtembeza punda peke yake, kisha wanatembea na miguu, hawajui kutumia punda. Yule bwana akaona pengine maneno haya yamekuwa mengi, ngoja nimpande. Akampanda yeye, mwanawe akawa anatembea na mguu. Kufika mbele, watu wengine wakaanza kumsema, jamaa na roho mbaya, kapanda yeye punda, mtoto anamwacha chini ateseka, atembea na mguu. Jamaa akaona ngoja nishuke. Wakapanda wote na mwanawe. Kafika mbele, kuna kundi la watu wengine. Jamani, punda mmoja watu wawili wanamuonea. Watu hawa hawafai. Yani tunaishi kwenye maisha ambayo people are very negative. Tunaishi kwenye maisha ambayo people are very negative. Yani utakachokifanya lazima kuna watu watakriticize, lazima. A'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utasalimika. Chochote utakachokifanya, people are very negative. Chochote ukifanya jema watasema, ukifanya mazuri watasema, ukiwa muovu watasema, chochote kile watasema.
Siku moja niliwahi kuwapa mfano, wewe ukitaka kujua binadamu walivyo kwamba ni watu ambao wameumbwa kama madini, wapo tofauti tofauti, ndugu zako wale wachukue, ishi nao nyumbani, kisha walee wale ndugu zako, wanunulie chakula, wape mavazi, kila kitu wape. Lakini wale ndugu zako wale watakuja kukusema ipo siku, bwana yule brother bwana lao mbaya yule, mke wake kamshika masikio yule bwana yule. Wale unaowalea wataanza kukusema vibaya wale ndugu zako. Yaani binadamu wako hivyo kwenye maisha yao. Ndio maana mtu mmoja aliwahi kusema, alkalbu kalbu wa in qallatuhu dhahab, mbwa atabakia kuwa mbwa hata kama utamvesha cheni ya dhahabu, atabakia kuwa mbwa tu. Na wanadamu wako hivyo hivyo, kwamba wewe kuwa mwema utakavyokuwa, lakini kuna binadamu atakusema tu. Aarifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utaishi hali ya kuwa umesalimika kwenye maisha yako. Wakati fulani tunapata shida, tunaumia mioyo, tunapata tabu. Kwa nini? Kwa sababu hatujawajua wanadamu. Tunapaswa tuwafahamu wanadamu ni viumbe wa aina gani. Tukishawajua wanadamu halitupi shida kwenye maisha, lakini kwa kuwa hatutaki kuwajua wanadamu, linatupa shida kwenye maisha, kwamba kwa nini wanansema, kwa nini wanaongea, kwa nini hivi, kwa nini kadha. Haiwezekani brother, kwenye maisha yako ni jambo ambalo haliwezekani. Juzi nimeona mtu mmoja alikuwa ametoka na alamika, shekhe mmoja alikuwa anasemwa vibaya. Shekhe mmoja alikuwa anasema vibaya, anatukanwa, yule shekhe anatukanwa, anafanya hivi. Akatokea mtu mmoja naye akawa na mradi yule aliyokuwa anamtukana yule shekhe. Brother, kwenye maisha haya la salamata min kalami nnas, yani haiwezekani kuepukana na maneno ya watu. Yani wewe kuwa mwema utakavyokuwa mwema, hata uwe mcha Mungu wa kiwango gani, hata uwe mwema. Sasa hivi hapa unaweza ukatoka ukamsaidia mtu 500, bwana mimi brother na shida, ukampa 500. Anaweza akatoka mtu, unajua 500 kaipata wapi yule? Kuna mtu kampa 2000 akupe wewe, kakupa 500. Ule wema wako watu wanaupindua, wanaufanya kwa ubaya. Hao ndio wanadamu. Sasa usipowajua wanadamu, inaweza ikakupa shida kwamba kwa nini wanansema pesa yangu, kwa nini mimi nafanya hivi. Unaweza ukaghairi kuwasaidia wanadamu kwa sababu hujawajua watu. Lakini ukiwajua utadharau yale maneno yao, utajua hawa ndio katika kundi la wale kwamba hata ufanye jema watakusema. Na kuna baadhi ya watu wameacha kufanya wema kwa sababu wamesemwa na watu. Kuna mtu anafanya wema na kuna watu wanamsema, mpaka nafikia hatua jamani, pesa ni ya kwangu, mimi ndio nasaidia, kwa nini waniseme? Naacha, mtu anaacha kufanya wema. Kumbe ilibidi afahamu kanuni inasema aarifin nasa taslam, wajue watu utasalimika. Ukiona unafanya jambo wakatokea watu wakakusema kwa ubaya, ujue ndio katika kundi la wanadamu, kwamba hawa ndio wale, kwamba lazima wawepo hawa katika watu. Na ukiona unafanya jambo watu wote wanakusifia, ujue kuna mahala unakosea. Na hili napasa watu walielewe sana. Ukiona unafanya jambo kisha watu wote wakawa wanakusifia, wewe kuna mahala unakosea. Lakini ukiona unafanya jambo katika wale watu kuna watu wanachukia, ujue wewe unafanya sawa sawa, unafanya sawa sawa. Ndio kwenye kile kisa cha mwalimu mmoja alikuwa amemtuma mwanafunzi wake akafanya da'wa mahala. Yule mwanafunzi akawa amekwenda kufanya da'wa. Alipokwenda kufanya da'wa, kwenda kule watu wote wakawa wanampenda ile sehemu aliyokwenda, wanampenda, wanamfurahia. Shehe mzuri sana, shehe huyu bwana mashallah, watu wanampenda. Yule bwana aliporudi kwa mwalimu wake akamuuliza, vipi huko watu wanasemaje? Akamwambia mashallah bwana, huko bwana watu wamenipenda sana, wamenifurahia sana. Mwalimu wake akamwambia, kazi ya da'wa haujafanya wewe bado, wewe kuna mahala umekosea. Shekhe, nimekosea wapi? Mbona mimi nimefikisha da'wa watu wamependa? Akamwambia, kuna mahala wewe umekosea, nenda tena kafanye da'wa. Yule mwanafunzi akarudi tena kufanya da'wa, akaenda akalingania watu. Katika kulingania wakatokea watu wakaanza kumtukana, wakamtukana kweli kweli. Yule bwana akarudi kwa mwalimu wake. Mwalimu akamuuliza, vipi safari hii? Akamwambia, safari hii bwana nimekutana na kundi limenitukana kweli kweli.
Mwalimu wake akamwambia, ehe, sasa hapo ndio umefanya vizuri katika dawa, sasa hapo uko sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kuamrisha mema lazima kuna baadhi ya mambo ukutane nayo. Ndio maana Luqman katika moja ya aya anamuhusia mwanawe, anamwambia wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak, amrisha mema na ukataze maovu, kisha kuwa na subra katika yale yatakayokusibu. Luqman anamuhusia mwanawe, wasbir ala ma asabak, kuwa na subra katika yale yatakayokusibu. Inna dhalika min azmi al-umur, kwa sababu kukataza maovu na kuamrisha mema ni katika miongoni mwa majambo makubwa. Ukienda kuyafanya hayo, lazima utakutana na watu watakriticize tu, lazima. Na ukiona umekwenda umefikisha, watu wote wamependa. Luqman anamwambia mwanawe, kuwa na subira kwa yatakayokusibu. Kwa sababu gani? Ukienda kuongea na wanadamu, lazima kuna baadhi ya watu watachukia, lazima. Kwa hiyo hata ukiwa dai, ukiwa shekhe, ukiwa unazungumza mambo kisha wakatokea watu wakachukia, ujue ndiyo sunna, ndiyo mwenendo. Kwa sababu jambo lile alianza nalo Bwana Mtume Muhammad alipokuwa anafikisha ujumbe, wakatokea watu wakaanza kumpinga. Mwanzoni walikuwa wanampenda, mkweli, mwaminifu. Alipowaambia jamani, mimi mtume wa Mungu, wakaanza kumpinga, tabbalaka ya Muhammad, uangamie. Matusi wakaanza kumtukana, mwenda wazimu, mchawi. Ndiyo mwenendo alouweka Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda kuongea na watu, lazima kuna baadhi ya watu watakriticize, watakupinga. Lazima a'rif an-nasa taslam, wafahamu wanadamu, utasalimika. Ukiwa na ndugu nyumbani, una wadogo zako, una kaka zako, una dada zako, wajue vizuri, dada yangu huyu ana tabia fulani, kaka yangu huyu ana tabia fulani, huyu ana tabia fulani. Utogombana na kaka yako, utogombana na mdogo wako, wala dada yako, wala ndugu yako yoyote. Hata ukiwa na baba yako mzazi, sharti umjue baba yako ana tabia aina fulani, kitu hiki baba anapenda, hiki hapendi. Baba ana tabia aina fulani, umjue. Ukishamjua huwezi kugombana na baba yako, kama huwezi kugombana nao, huwezi kugombana na baba yako. Baba anasema nirudi nyumbani saa 2, wewe saa 1:30 upo nyumbani. Ushamjua, a'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utaishi salama. Baba yako anakuambia urudi saa 2, wewe unarudi saa 4, utagombana naye tu, kwa vyovyote utagombana naye tu. Baba yako anakuambia usivae nguo za kubana, wewe unavaa nguo za kubana, utagombana naye kwa sababu yeye hapendi hicho kitu. A'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utaishi kwa usalama, utasalimika, utaishi kwa raha, utagombana na mtu kwa sababu unamjua. Waswahili wanasema zimu likujualo alikuli likakwisha. Yaani mtu ukishamjua kuna baadhi ya vitu unaipukana naye, kuna baadhi ya vitu vitimbwi vyake unaipukana navyo. Lakini mwanadamu usipomjua anaweza kukupa tabu sana kwenye maisha yako. Ukimuona mtu ana tabia aina fulani, usimchukie kwa bwana mimi usimpendi. Kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utakiwi kusema simpendi kwa sababu ana tabia aina fulani. Hapana, wewe tambua ya kwamba yale ndio maumbile yake na ile ndio tabia yake. Mimi niishi kwa tabia yake yule aliyokuwa nayo, na wewe ishi na watu kwa tabia zako. Sheikh wa mkoa ana maneno yake, Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi Omar Kawamba, Mwenyezi Mungu amhifadhi kaka yetu, ana maneno yake, anasema ishi na watu kwa tabia zako, usiishi na watu kwa tabia zao. Wewe una tabia zako na wao wana tabia zao, wewe ishi kwa tabia zako. Wewe ukiwa ni mwema, watu ni wabaya, usilazimishe na wewe kuwa mbaya. Hapana, wewe kuwa mwema vile vile kwa tabia zako. Huenda yule akabadilika akafuata tabia zako. Wewe ukitaka kuishi kama wanavyoishi wale, utaharibikiwa. A'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utasalimika kwenye maisha yako, utasalimika kwenye maisha yako. Usione wewe ukawa una gari, una pikipiki yako au una kitu chako, ukashangaa ukaona mtu anachukia, jamaa sikiza na basikeli anaringa yule bwana. A'rifin nasa taslam, kwamba ukiwa na kitu lazima kuna watu watachukia kwamba kwa nini yule.
Kwa nini yule awe fulani? Kwa nini awe mjumbe nyumba 10? Kwa nini yule awe mwalimu pale? Kwa nini huyu awe hivi? Kwa nini ile? Kwa nini ile? Ndo wanadamu wenyewe walipo pale. Ile kwa nini ile ndo kwenye wanadamu pale walipo. Sasa kuna watu wanashindana na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe upaswe kushindana nao. Kuna baadhi ya vita mwanadamu hapaswi kugombana na wanadamu wenzie. Vita ile inapaswa amwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu amekupa neema ya aina fulani, na watu wakawa wanalazimisha kutaka kuipora, kuichukua ile neema. Sasa utagombana nao wale watu? Ile neema aliyokupa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ile neema aliyokupa ni Allah. Mwenyezi Mungu ndo anaweza kugombana nao wale, sio wewe, kwa sababu wewe hujajipa mwenyewe. Aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anampa amtakaye. Kwa hiyo ikiwa aliyekupa ni Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo anajua namna ya kuilinda ile neema yake aliyokupa. Yule ambaye anatamani wewe uwe hivi, unajua kuna baadhi ya wakati mjini hapa kuna mtu anaweza akawa anachukia hata mtu tu kuwa katika nafasi ya aina fulani. Mtu anachukia kabisa, anachukia kwamba huyu kwa nini hayupo hapa, kwani huyu hawezi bwana, yule hajui bwana, yule hivi bwana, yule ana elimu bwana, kwa nini yuko pale? Mtu anachukia kwenye nafsi yake yani. Dhalika fadlullahi utihi man yasha. Brother, ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye. Unamwona mtu kawa tajiri, unaanza kuchukia, kwa nini? Brother, unachukia kitu ambacho Mungu kaamua ampe mtu fulani, wewe kakunyima. Sasa ukiwa unachukia, maana yake unatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala hazihesabiki. Yule kapewa neema hii, yule kapewa neema hii. Ukiona Darsa TV bwana Abu ana subscribers mengine 200,000, usije ukawa unachukia bwana Singo, ukaona kwa nini jamaa ana followers wengi, ana subscribers wengi, unachukia. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mwenyezi Mungu anampa mtakaye. Na ukiwa unataka kuchukia, kwa nini huyu kama hivi, ujue wewe unagombana na Mungu, utapata tabu. Tena vita unayoitangaza Singo utoiweza, utadhalilika, kwa sababu aliyefanya vile ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe vita na Mungu utaiweza? Uiwezi. Kwa hiyo mwisho wa siku utashindwa tu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu Mungu anakuwa amewapa watu. Wewe muache yule mtu aliyopewa na Mungu jambo lake, Mungu ndio kaamua kumpa. Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe kamchagua yule ampe, wala usipate tabu na jambo lake. Lakini ukiwa unapata tabu, kwa nini kapata, kwa nini hivi, huo ubinadamu ambao unauleta kwa mtu mwingine unakuwa unasababisha kutengeneza chuki baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukiwajua wanadamu, umeyajua maisha kwenye maisha yako. Ukiwafahamu wanadamu kwenye maisha yako, umeyafahamu maisha. Ukiwa unasali msikitini, sharti ujue mzee Teta sana tabia ina fulani, Sheikh Juma tabia ina fulani, Abedi tabia fulani tabia. Yani unamjua mtu fulani. Alafu wewe unajua namna ya kuishi naye. Kwa sababu mjini hapa ilivyo, kuna baadhi ya wakati kuna watu unaishi nao kichina tu. Mkikutana salamu alaykum. Yani unachekiana, lakini unamjua yule anipendi yule. Lakini ukutana salamu alaykum. Yani unafurahia tu mdomoni, lakini ushamjua tabia yake fulani. Yule mfitinishaji, kuna mtu akija tu kwako unajua kuna umbea hapa unakuja. Na kwa vyovyote atakuletea habari ya umbea. Kwa vyovyote, kwa sababu ushamjua kwamba huyu akija ni umbea. Kwa hiyo akija jambo lake unachukua, unaweka kifuani, unaongea hamna shida bwana, hamna shida, unaachana naye. Ushamjua, usimkatae. Kwa sababu ukimkataa unatengeneza adui. Anakuwa adui yako. Sasa ili usitengeneze adui, kila atakayekuja mjue tabia yake. Ana tabia fulani, ana kasumba kadha, huyu yuko hivi. Ukiishi na wanadamu kwa staili hiyo kwenye maisha yako, utasalimika. A'rifin nasa taslam. Wajue wanadamu, utasalimika. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Mwanadamu ameumbwa kwenye hali ya ugumu. Ameumbwa hajakamilika mwanadamu. Yani ni mdhaifu. Ana ugumu, ana ususuavu mwanadamu. Sio malaika mwanadamu. Malaika ndio Mwenyezi Mungu amewaepushia na madhambi na maasiya. Yani kuna baadhi ya vitu, zile sifa za kiwanadamu amewaepushia. Lakini wanadamu namna walivyoumbwa na Allah, Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ameumbwa katika hali ya ugumu na tabu.
Mwanadamu ana shida zake, mwanadamu ana mapungufu yake, mwanadamu ana mambo yake. A'rifin nasa taslam, wajue wanadamu, utasalimika kwenye maisha yako, na wala utogombana na mtu, utogombana na jirani, utogombana na ndugu, wafanya kazi, waumini wenzio, utogombana nao. Ni siku moja mzee wangu aliwahi kunambia, wewe ukitaka upendwe au ukitaka uishi mahala popote ukienda duniani, popote ukitaka kwenda, wewe kuwa na tabia njema. Usiishi kwa tabia za watu. Ukiwakuta watu wavuta bangi nasema ngoja na mimi nimemvuta bangi. Wewe kuwa na tabia njema. Yani hakuna aliyewahi kuchukiwa kwa tabia njema duniani. Lakini akaniambia, ukiwa na tabia njema, wakitokea watu wakakuchukia kwa tabia zako ulizokuwa nazo, basi ujue ni fungu la wanadamu kwamba haiwezekani wakakupenda wote kwa tabia njema. Lakini kuwa na tabia njema, kundi kubwa la watu litakupenda. Popote pale utapata ndugu, utapata rafiki, utalala bure, utasoma bure, utakula popote. Ukiwa na tabia njema utapata watu, utalala bure, utasoma bure, chochote utapata bure kwa sababu ya tabia njema. Kila aliyekuwa na tabia njema alipendwa. Lakini juu ya tabia njema lazima kuna watu watakuchukia. Usije ukajiuliza mbona mimi nina tabia njema wananichukia? Ndio kawaida, kwa sababu hata mtume alikuwa na tabia njema. Mwenyezi Mungu anasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Mtume alikuwa yupo juu ya tabia njema, lakini watu walimchukia. Kwa hiyo wewe kuwa na tabia njema. Mtume alikuwa na tabia njema, kuna watu walimpenda wakaingia katika Uislamu kwa tabia yake njema. Kwa hiyo ukiwa na tabia njema kuna watu watakupenda, lakini pia kuna watu watakuchukia. Wale watakaokuwa wanakuchukia ujue ni kundi katika makundi ya wanadamu, kwamba haiwezekani ukapendwa na wanadamu wote. A'rifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utasalimika. Usikubali kupendwa na watu wote, usikubali kwenye maisha yako, na haiwezekani. Na ukiona kuna watu kama tunakupenda, huyo kuna wanafiki wapo. Ukiona kundi lote msikitini hapa wanakwambia shehe tunakupenda, ujue kuna watu wanafiki, uongo. Haiwezekani. Na ukimuona mtu kila jambo unalomwambia anakubali, shehe mimi nakupenda, ujue ana chembe za unafiki. Yaani kuna baadhi ya mambo lazima wanadamu mtofautiane, hivi ndio wanadamu tulivyo. Lakini ukiona tunakupenda, ujue kuna wanafiki humo. Wengine wanakung'onga kwenye kimoyo moyo, anakuambia shehe utakuwa wewe bwana, shehe utakuwa wewe, lakini ukiona shehe tunakupenda bwana, tunakupenda. Kwa hiyo kwenye maisha yako ishi ukiwa unajua kwamba wanadamu wana mafungu. Unawakategorize watu kwamba huyu hivi, huyu ana tabia moja, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. Lakini usiwe na tabia mbaya ya kumgrade mtu kwa hali yake aliyokuwa nayo. Yaani mgrade mtu, mkategorize mtu kwa tabia yake, sio kwa hali yake. Usije unachagua huyu nimpe heshima hii kwa sababu ana uwezo huu wa kipesa. Huyu ana tabia, ana uwezo huu nimpe heshima. Yaani kuna binadamu wako hivyo. Yaani anampa mtu heshima kutokana na uwezo wake aliyokuwa nao. Akija mzee Tetas hapa kwa sababu unajua huyu anauza kuku sokoni, huyu ni mheshimu, naweza nikapata kuku wa bure. Akija mtu fulani hapa, unajua pangu pakavu tia mchuzi, umheshimu kwa sababu ana cha kunipa. Usiishi hivyo na watu. Wakategorize watu kwa tabia zao, kwamba huyu ana tabia ina fulani, niishi na hivi. Huyu hivi, niishi na hivi. Lakini watu kwa hali zao ishi nao wote kwa wema na kwa tabia zako njema. Utajikuta watu wote unaishi nao vizuri, na wala uchukii kwenye maisha yako, na wala ujiulizi kwa nini, kwamba kwa nini ananichukia, kwa nini ananitukana, kwa nini hivi. Kuna mtu mmoja mimi namjua, nimalizie tu adhini, ilikuwa kazi yake kwenda kulisha wagonjwa pale Muhimbili pale. Kazi yake kwenda kulisha wagonjwa. Anachukua vyakula, mikate, anapeleka. Wakatokea watu wakamwambia, unajua yule jamaa anapokea misaada kutoka Warabuni, wanampa mamilioni ya pesa yule. Yeye badala kuwapelekea maini wagonjwa anawapelekea mikate. Jamaa yule akazipata taarifa, jamani mimi natoa pesa zangu mfukoni, natengeneza mikate hapa na uji kwa wagonjwa, mtu anasema napewa fungu kutoka Warabuni. Fungu gani? Yule bwana akaacha kupeleka mikate pale. Wanadamu walivyokuwa wabaya, watu wakakaa naye wakamwambia yule bwana akasema hata haiwezekani, pesa yangu mwenyewe kisha initese. Yule bwana mpaka leo kakata mguu apeleke chakula pale kwa wagonjwa Muhimbili. Kwa hiyo kuna baadhi ya wakati unaweza ukawa unafanya wema, alafu huku kuna wanadamu kakupa shilingi ngapi? 500. Yule kapewa msaada wa 10,000, kakudhulumu 9,500 yule.
Ndio binadamu wako hivyo. Yaani mwanadamu alivyo huwa anaongeza doti kwenye mambo. Mwanadamu alivyo. Hata kuna mtu kama unaweza kuona unamsaidia kila siku, chukua 1000 ya kula, kila siku unampa. Lakini ipo siku anaweza akawa anakaa na doubt, hivi huyu ananipa 1000 au kuna sehemu anapewa 10,000 anipe 1000 anipa 1000 huyu? Yaani haamini kwamba wewe unamsaidia kumpa 1000, anaamini wewe kuna sehemu nyingine unapata. Kuna wanadamu wapo kama kuku. Unajua kuku unaweza ukamwekea mahindi juu, lakini haamini kwamba yale mahindi yaliyokuwa juu ndio mahindi anapaswa ale, anachakua chini, anaamini kule chini ndio kuna mahindi mengine mazuri zaidi ya yale. Kumbe chini kuna mchanga. Sasa kuna wakati unaweza ukaona mfadhili mtu, alafu ule mtu anakuja mwisho wa siku anaanza kupekenyua kutaka kujua, kwani huyu anapata wapi hela? Mwisho wa siku anajikuta anaharibu na msaada wenyewe unakatika pale pale. Arifin nasa taslam, wafahamu wanadamu utasalimika kwenye maisha yako. Ukiwajua wanadamu haliwezi kukupa shida. Sasa kuna watu wanapata shida kwa sababu hawajui watu. Mimi na kawaida moja, mtu anaweza nikamjua ananichukia, lakini nikawa nacheka naye na namheshimu. Najua kabisa, au naweza nikasikia taarifa kanisema, lakini mimi simnunii kwamba huyu kanisema ni mnuni. Salamu alaykum bwana, salamu bwana, lakini nishajua huyu hasidi kwangu, huyu kanisema, huyu anafanya kazi. Lakini nikikutana na wewe nakuchekea, tabasamu so, lakini nishakujua, nitaishi na wewe kadri ya ulivyo. Ndio maana hata ukienda kuwafikishia watu wanasema balighin nasa biqadri haddi uqulihim, wafikishia watu kwa upeo wa akili zao. Yaani ukitaka kuongea na watu unawatazama, hivi hawa watu akili zao zimeishia wapi? Zimeishia hapa. Basi wewe ongea mpaka mwisho wa akili zao. Usije ukaongea nje ya akili zao, watakuwa wakuelewi. Na wanadamu wako hivyo hivyo. Ukiwa unaishi nao wafahamu, huyo ananisemaga, unaitoa taarifa. Usije ukaamaki, wewe unanisemaga, wewe hivi. Mwanadamu aliyemachua sawa sawa, aliyeelimika, akishamjua mtu anamsema, uamchukii, amuonyeshe. Tena huwa anatabasamu akimwona. Salamu alaykum bwana. Salamu alaykum. Yaani yule bwana itafika mahala mpaka huyu bwana mbona mimi namsema, lakini kila nikutana naye ananitabasamia. Yaani yeye mwenyewe kibinadamu nafsi yake inaanza kumpa tabu kwamba sasa mbona mimi namfanyia ubaya huyu mtu, mbona hana ubaya? Unajua kuna ile hali ya kibinadamu, mtu anakufanyia ubaya, alafu wewe unamfanyia wema, anaanza kujisikia vibaya yeye. Ukiishi hivyo na wanadamu, ujue utaishi kwa raha sana, kwa sababu itakuwa wewe ndio unawaharibu kisaikolojia, sio wao. Kwa sababu kuna baadhi ya wanadamu kazi yao ni kuharibu wenzao kisaikolojia. Hawapendi kukuona ukiwa na furaha. Wanapenda kukuona umechukia, wanakuprovoke, umetukana, umefanya hivyo. Wanapenda kukuona hivyo. Sasa wakikuona umetulia hivi wanaumia. Mbona tunamchokoza huyu, achokozeki huyu? Mbona huyu hivi? Mbona huyu hivi? Kama alivyokuwa Mtume. Mtume alikuwa anafika hatua wanamchokoza, alafu Mtume alikuwa anacheka. Mtume alikuwa anatabasamu. Wanachukua vinyesi wanamwekea. Mtume anasafisha. Ikiwa kinyesi hajakiona, bwana mbona leo hujaenda kuweka kinyesi? Yaani inafika mahala yule anayemfanyia ubaya mpaka wana bwana huyu mtu ninayemfanyia ubaya mbona ni mwema kwa kiwango hiki? Mtu anajikuta anaingia katika Uislamu. Kwa hiyo hata wanadamu hawa, unaweza ukamjua mtu amekusema, usichukie. Kibinadamu unaweza ukawa unachukia, lakini ili kumkomesha, wewe kukutana naye tabasamu, alafu furahi, muonyeshe kwamba mimi najua unachokifanya, kisha wewe hujaninyima raha mimi nina furaha yangu na nina maisha yangu. Yeye sasa ndio atakuwa anaumia. Mbona huyu bwana mimi nahangaika kumshusha, kumsema, kumuondolea furaha? Mbona anaonekana na furaha? Mbona ashuki? Yeye ndio anaumia kwenye nafsi yake. Maana kuna binadamu kazi yao wao ni kuharibia watu furaha tu kwenye maisha. Akikuona una furaha ndio pale yeye anafurahi. Nimemkomesha sasa pale. Sasa ili wewe kuonyesha kuwa wewe hujachukia, wewe unatabasamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaweza wakawa nakusema, lakini ukiwaona wala usiwaonyeshe kwamba wewe umejua. Au mtu akuletea umbea, unajua fulani anafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna mtu mmoja katika nchi alikuwa hatari sana, yule JK, mzee JK. Anatabasamu usoni muda wote hivi. Anaweza akawa umemfanya kitu kibaya kisha anatabasamu kutana anajua kwamba wewe mbaya wake, lakini anatabasamu. Hasa ile inamuumiza sana adui ile. Na mtu anaweza akafa kihoro hivi hivi kwa sababu anajua anakufanyia ubaya, kisha wewe ukikutana naye unamfanyia wema. Ile inampa tabu mwanadamu kwenye nafsi yake. Kwa hiyo arifin nasa taslam, wajue binadamu utasalimika kwenye maisha yako. Usipowajua wanadamu watakupa tabu sana. Wanadamu walivyo kama madini, kuna shaba, kuna dhahabu, kuna fedha, kuna rubi, tupo tofauti tofauti, kila mmoja na tabia yake.
Kuna Wazaramo, kuna Wadigo, kuna Wanyamwezi, kila mmoja ana kasumba yake alipotoka, tabia tofauti tofauti. Ukitaka watu wote waishi kwa wanavyotaka wewe, haiwezekani. Kuna mwingine ukienda kwake akipika chakula, mgeni akija anaficha. Kuna mwingine ukienda kwake, mgeni akija anafurahia. Mgeni kaja anakupa chakula, tunakula wote. Kuna mwingine ukienda ukimuomba anakupa. Kuna mwingine hata kama yani binadamu tumeumbwa kila mmoja ana kasumba zake. Hatuwezi wote kuwa ukilazimisha watu wote wawe kama wewe, utagombana na kila mtu kwenye maisha. Kila mtu utamuona mbaya kwa sababu unalazimisha watu wote wawe na tabia kama zako. Kumbe haiwezekani, na Mungu hajaumba hivyo. Mungu katuumba tupo tofauti tofauti, kwa hiyo tuishi kwa kuvumiliana. Kwa kumalizia, kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, kullu insanin yara al-akhirina biqadri ma fi nafsihi, kila mtu anawaona wengine kwa upeo ama kwa vile ambavyo anavyoona yeye katika nafsi yake. Kila mwanadamu anawaona wengine kwa upeo au kwa kiwango anavyoona yeye katika nafsi yake. Yaani kila mmoja ana mtazamo wake kwenye maisha katika kuwatazama wengine. Kanuni ya maisha iko hivyo, na ndivyo wanadamu walivyoumbwa. Yaani ukimuona mtu anakutazama katika mtazamo fulani, ndivyo yeye katika nafsi yake kaamua kukutazama hivyo. Kwa hiyo usistaajabu na wanadamu. Kila mwanadamu alivyo, kullu insanin yara al-akhirina biqadri ma fi nafsi. Kila mwanadamu anawatazama wengine au anawaona wengine kutokana na yale aliyokuwa katika nafsi yake. Kila mmoja anamdefine mtu kwa namna anavyoona katika nafsi yake. Sasa usipate tabu watu wakikutafsiri kwa namna wanavyoona wao, kwa sababu ndio wanadamu tupo hivyo. Mimi naweza nikamdefine fulani kumbe sivyo alivyo, ila wanadamu wakikaa, yule fulani atakuwa hivi yule kwa namna anavyoona yeye, lakini pengine wewe sivyo hivyo ulivyo. Aarifin nasa taslam, wafahamu wanadamu, utopata tabu kwenye maisha, kwa sababu kuna watu wana kawaida ya kuwatazama watu katika mtazamo wanaona wao. Kwa hiyo watu wengine wanaweza wakakutazama kwa namna wanavyotaka wao. Sasa wewe usipate tabu hilo, watu wakikutazama kwa namna wanavyotaka wao, yule itakuwa hivi, yule itakuwa hivi. Ndio wanadamu, yaani anamtazama mtu kwa mtazamo wake, sio kwa mtazamo wa yule mtu jinsi alivyo yeye mwenyewe anavyojijua. Sasa ukiishi ukilijua hilo, wanadamu hawatakupa shida, watakutazama wewe, lakini mwisho wa siku wewe mwenyewe unajijua katika nafsi yako kwamba kipi unacho na jambo gani unayo na maisha gani unayo. Sasa ukiishi hivyo utopata shida na wanadamu. Inshallah tukomee hapa leo. Somo letu lilikuwa arifin nasa taslam, kuwafahamu wanadamu juu ya tabia zao na maisha yao na hali zao. Ukiwafahamu utopata shida kwenye maisha yao, na usipowafahamu wanadamu watakushughulisha, utakonda, utakuwa hauli na utahama kila sehemu, unawakimbia watu tu kila sehemu, lakini kila utakapokwenda watu wapo na ndio wale na tabia zao ndio zile zile. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة